Hatua 5 za kufanya kujua kusudi lako. Kila mtu aliyeumbwa na Mungu hupaswa kujua kusudi lake ili aweze kuishi katika utimilifu. Kati ya swali ambalo limekuwa likisumbua watu wengi na kwa miaka mingi ni namna ya kugundua kusudi la kuishi kwao. Pengine kuna swali hili ndani mwako: nitajuaje au nitagunduaje kusudi la kuishi kwangu? Leo nimekuletea au nitakuelezea kwa namna tofauti sana, kwa lugha nyepesi, hatua 5 za kukusaidia wewe kugundua kusudi la kuishi kwako. Karibu kabisa ndani ya familia ya Jehova Media TV Online. Kama kabisa ni mara ya kwanza kuangalia video hizi ndani ya Jehova Media TV Online, unaweza kuungana na maelfu ya watu wenye shauku, watu makini kabisa, watu wa maana ambao wanatamani kujua maisha yao ya mbeleni na kuwaje, pia kufikia malengo yao ambao wamejiwekea hapo baadaye katika ufanisi mkubwa mno. Kwa kubonyeza kitufe chekundu yani subscribe, kisha alama ya kengele kuweza kupata notification pale ninapokuwa nimerusha mafundisho mapya. Na kati ya hatua za kujua kusudi au hatua za kufanya kabisa kujua kusudi la Mungu ndani ya maisha yako, hatua ya kwanza, angalia vitu vinavyokusumbua ukiviona na unavutiwa kuvitatua. Angalia vitu vinavyokusumbua ukiviona na kuvutiwa kuvitatua. Na hatua ya kwanza ni kuangalia vitu ambavyo vinakusumbua ukiviona na unavutiwa kuvitatua. Si kila mtu huona ni tatizo kile ambacho wewe unaona kuwa ni tatizo. Watu wengi huona kila kitu kiko sawa, mahala ambapo wewe unaona mambo hayako sawa hata kidogo. Ukweli ni kwamba matatizo unayoyaona ni kiashiria kwamba umeumbwa au Mungu ameweka uwezo ndani yako ya kuyatatua, kwa sababu sio kila kitu ambacho unaona ni tatizo watu wengi wanakiona ni tatizo. Watu wengi wanaona kile kitu ni kiko kawaida, lakini wewe kuna wakati kitu unakiona kabisa hili ni tatizo. Kwa ufupi, fursa zote ziko ndani ya matatizo. Hivyo jifunze kuchukulia tatizo kama fursa yako binafsi. Maadamu umeona, basi ujue kwamba kuna fursa inayokuhusu wewe. Kuanzia sasa unapotembea, angalia, je, unaona nini kwenye jamii ambayo inakuzunguka? Musa alipoona ugomvi kati ya wana wa Israeli na wa Misri, ilimsumbua sana ndani yake. Kile kilichomsumbua ilikuwa ni uwezo wa Mungu alioweka ndani yake ya kuwa mwamuzi au kiongozi juu ya wana wa Israeli. Kwenye Biblia Takatifu, kitabu cha Kutoka ile sura ya 2 mstari wa 11 hadi 14 imeandikwa vizuri kabisa kuhusu jinsi Musa ambavyo aliona ugomvi wa wana wa Israeli na kuweza kwenda kuamua. Ukisoma andiko hili utaona Musa alipotaka kuamua wana wa Israeli kwa mara ya pili, ndipo mmoja wa ndugu zake alimwambia, ni nani aliyekuweka kuwa mkuu wetu au mwamuzi wetu? Hii inadhihirisha kwamba alichokuwa anakifanya Musa ni sehemu ya kazi ya uamuzi au ukuu, ambayo ndiyo ilikuwa kusudi la kuletwa duniani. Kwa kiasi kikubwa, tatizo au changamoto unazokutana nazo zina uwezo wa kuamsha kusudi la Mungu ndani yako. Mfano, ukiona kila unapoona mgonjwa unatamani ungeweza kuwa na uwezo wa kumtibu, nikiashiria kwamba wewe una kusudi la kuwa daktari ndani mwako. Pia kama unapoona mgonjwa unatamani ungemwombea apone, basi gundua kwamba ndani lako kuna kusudi ya kuwa ambalo linahusiana na uponyaji. Ni vema kujifunza katika maeneo mbalimbali na kuanza kujiuliza, je, unahisi nini unapokutana na matatizo? Mfano, ukiona watoto wa mitaani, kitu gani ambacho kinakuja kwenye maindi yako? Ukiona eneo ambalo haliko sawa, je, ni kitu gani ambacho kinakuja kwenye maisha yako au kwenye maindi yako? Ukiona eneo hakuna huduma fulani za muhimu, je, ni kitu gani ambacho kinakuja kwenye maisha yako? Watu wengi wamejikuta katika kulaumu au katika kulalamika panapoenda katika jamii, panapokuwa anakosa huduma za muhimu. Mfano, watu wengi wa eneo hili
wamekuwa wazembe sana. Yaani tangu nitembee tangu muda asubuhi hadi jioni sijawahi kuona hata M-Pesa hata kidogo, Halo Pesa, sijawahi kuona huduma ya Yasi. Yaani watu wenyewe kabisa ni watu wazembe sana. Unakuta mtu anajikuta katika hali ya kulaumu, lakini inapaswa mtu wa pili ni mtu ambaye ataona kumbe eneo hili hakuna huduma ya M-Pesa, hakuna huduma ya Halo Pesa, hakuna huduma ya Yasi, eneo hili kabisa hakuna kanisa. Anaanza kufiri kwamba hili eneo linahitaji kanisa. Manake huyo mtu ameanza kujua na kugundua kusudi la Mungu ndani yake. Kwa lazima ujue kwamba unapokuwa ukitembea, matatizo ambayo unayaona, kile kitu ambacho unaona wewe ni tatizo, wakati watu wengine hawakioni kama tatizo, ujue kwamba hicho kinahusiana na kusudi la kuumbwa kwako. Pia hatua ya pili kabisa na kufanya, angalia vitu ambavyo unaweza kuvifanya kwa uvumilivu. Angalia vitu ambavyo unaweza kuvifanya kwa uvumilivu. Usidhani ni kitu cha kawaida pale ambapo unaona mambo ambao watu wengine huona ni magumu, au hata kabisa wewe unaona ni magumu, lakini ndani mwako una uvumilivu katika kuyafanya. Kwa sio jambo la kawaida. Kuna mambo mengi kabisa hapa duniani ambao kabisa watu wanajua ni magumu, hata wewe kabisa unajua ni magumu, lakini bado wewe tu una uvumilivu katika kuyafanya. Mfano rahisi nichukulie kwa wanafunzi. Unaweza kukuta kuna masomo mwanafunzi anayapenda sana, lakini yale masomo ni magumu kwake. Hivyo ni lugha rahisi kabisa, Mungu anazungumza na huyo mtu kwamba hilo ni eneo lake. Sasa watu wengi wakiona kitu kama hiki wanakipenda sana, lakini ni kigumu kwao, wanagairisha kukifanya. Tambua hili, Mungu akishaweka uvumilivu ndani mwako, ina maana kwamba una uwezo wa kufanya unachokipenda. Unaweza kukisubiria kwa uvumilivu, huku kifanya unachotakiwa kufanya ili ukipate. Nirudie tena, unachokipenda unaweza kukisubiria kwa uvumilivu, huku ukifanya unachopaswa kufanya ili uweze kukipata. Tujifunze kwa Yakobo kwenye Biblia Takatifu, kitabu cha Mwanzo ile sura 29 kuanzia mstari wa 20 hadi 28. Ukisoma utaona Yakobo anakubali kutumika miaka 14 ili aweze kumpata Raheli. Yakobo alikubali kutumika kwa Labani miaka 14 ili uweze tu kumpata Raheli, baada ya mzee Labani kumpatia Lea kuwa mke wake, ili hali yeye Yakobo alikuwa ametarajia mke wake aweze kuwa Raheli. Kwa Yakobo alivumilia, akachunga miaka mingine tena 7, ikatimia miaka 14. Kwa sababu gani? Kile kitu ambacho unakipenda unaweza kukisubiria kwa uvumilivu, huku kifanya unachotakiwa kufanya ili uweze kukipata. Je, ni kazi gani unayoipenda na ni kwa uvumilivu gani ambayo unafanya kazi hiyo? Na hatua ya tatu, fuatilia vitu gani unazovifanya kwa wepesi bila kutumia nguvu nyingi. Fuatilia ni vitu gani unavyoweza kuvifanya kwa wepesi bila kutumia nguvu nyingi. Kuna vitu ambavyo kila mtu anaona ni vigumu, lakini wewe unaona ni vyepesi kabisa, na pia kuvifanya hivyo vitu unavifanya katika hali ya wepesi kabisa, havileti ugumu kwako. Tambua kwamba hivyo vitu vimeunganamishwa au vimeungana na kusudi lako. Mfano, nichukulie kwa wanafunzi. Kwa wanafunzi wengi huona somo la hisabati ni somo gumu sana, hadi wengi huliita kwa msemo ambao unasema kwamba hisabati ni ugonjwa wa taifa. Pamoja na hayo, kuna wanafunzi ambao kabisa hawaoni ugumu katika somo hilo, na kuna wanafunzi kabisa pamoja na hayo hawajawahi kuona kabisa kuwa hisabati ni somo gumu kwao. Moja kwa moja hilo kitu kinaonyesha kwamba huyo mtu moja kwa moja yuko connected na kwamba na lile somo, manake moja kwa moja kusudi lake limelai ndani ya mambo yale, ya mambo ya calculation, mambo ya hisabati. Na jaribu kujiuliza,
haya maswali. Je, ni huduma gani naona ni wepesi kuifanya? Au ni kazi gani naona ni wepesi kuifanya, wakati watu wengine wanaona ni kazi ngumu au wanaona ni huduma ngumu sana kuifanya? Hatua ya 4, fuatilia ni maeneo gani una kipawa. Fuatilia maeneo ambayo una kipawa. Kipawa ni kitu ambacho unaweza kukifanya kwa urahisi. Hiyo ndio maana halisi kuhusu kipawa. Pia lazima ufahamu hili, kipawa sio kusudi. Lazima ufahamu kwamba kipawa sio kusudi. Naweza kufasiri kwa lugha nyepesi kabisa tofauti ya kusudi na tofauti na kipawa. Naposema kusudi, hii ni purpose, maana ni main call, na kipawa naweza kusema kwamba ni supporting call, ambao ni tools. Mfano, kama kusudi ni kujenga nyumba, kipawa ni vifaa vya kujengea nyumba. Mungu huweka vipawa ili kukamilisha na kuwezesha kusudi la mtu ndani ya maisha yake. Kusudi huwa ni maalum, maana ni specific, na kipawa huwa ni general, maana ni kitu cha jumla. Maana kipawa ni vile vitu ambavyo vyote ambavyo unaweza kuvifanya kwa wepesi, na hizo vitu huwa vina support ile main call, ambayo maana moja kwa moja muunganiko wa vipawa ambavyo unavyo. Maana vile vitu ambavyo unaweza kuvifanya kwa wepesi, ukivijumlisha vile vitu kwa pamoja, kinakuja kitu kimoja ambacho kinaitwa kusudi. Kwa angalia vitu gani ambavyo unaweza kuvifanya kwa wepesi. Japo watu wengi wanajua kwamba kipawa ni kuimba tu, kucheza. Hapana, vipawa vitu vingi sana ambavyo Mungu ameweka ndani ya maisha ya watu. Kwa jifunze eneo gani ambalo una kipawa. Angalia pia kwamba katika kipawa changu ninacho ni kipawa gani. Na naposema kwa habari ya kipawa, manake kuna kitu kabisa ambacho unakifanya kwa wepesi. Kwa mfano, kuna mtu akiambiwa kutunga wimbo, ndani ya sekunde ashapata wazo. Kuna mtu akiambia kwamba sasa hivi wiki ijayo tutakuwa au mwezi ujao tutakuwa na kitu cha kufanya, tunatoa talent. Mtu anapata namna ya kuwezesha ile talent kuendekeza au kuliendeleza vizuri ile talent. Kama ni kwenda kutoa kitu fulani, kama ni seminar, anapata wazo la kufundisha. Kama atakuwa amepata kwamba eneo fulani tutakwenda kugawiwa maeneo fulani, kuna kiwanja, anapata moja kwa moja wazo la kufanya biashara eneo hili. Kwa moja kwa moja huyu mtu yuko connected na kile kitu ambacho kiko mbele yake. Pia hatua ya 5, angalia kiwango cha amani na furaha unaoipata wakati unafanya kile unachokifanya. Kati ya kitu ambacho inaweza kusaidia kujua kusudi la kuumba kwako ni kuangalia kiwango cha furaha unaoipata unapofanya kile kitu unachopaswa kukifanya. Kati ya vitu vya kuangalia sana katika maisha ya kila siku ni kiwango cha amani unachokipata unapofanya jambo. Amani ni moja hatua za kuelekea au kuishi kusudi lako. Ukiona hakuna amani kwa kile unachokifanya, hiyo inadhihirisha kuwa unachokifanya si sahihi kabisa au sio wakati wake. Kwa hiyo unapoona umekosa amani unapokuwa unafanya jambo lolote lile, jua kwamba inaashiria kwamba unachokifanya sio sahihi au unachokifanya. Kama huna amani katika jambo fulani, ni vema kurudi kwa Mungu kabla ya kuchukua hatua ya jambo hilo. Na Yesu anasema katika Yohana 20:21, amani iwe kwenu kama Baba alivyonituma. Kwa lazima unapokuwa unafanya jambo lote lile, lazima kwanza amani ya Bwana itawali ndani ya moyo wako, maana isiwemo hatia au hukumu ndani ya moyo wako. Hatimaye lile jambo litakuwa moja kwa moja ni sehemu ya kusudi lako. Mungu akubariki sana. Amen.